gombera wa seminari. Basi nikasema Mungu anajua, nitakapoweza kufika nitafika, nikishindwa si ananiondoa. Kwani kukatiza si wanapaswa kutarajia, kwani hata kuishi siwezi kuishi milele. Na Mungu anaweza kunichukua saa yoyote, au kwani watambishia. Basi nikaja hapo seminari ya Segerea. Tangu udogo nilikuwa nimeonyesha kwamba ningependa kuwa padri, lakini sio padri proper kwa kweli mimi. Kwa sababu niliitwa Polycarp kwa jina, nilikuwa na wazo la kwamba kumbe Polycarp ni askofu na shahidi. Kwa hiyo nikajua kwamba ukiitwa Polycarp lazima unakuwa askofu na unakuwa shahidi katika udogo. Na hatua kwa hatua nimekuja kutambua kwamba kuna tofauti na nini hapo baadaye kadri nilivyoendelea na malezi ya mito. Kwa hiyo wazazi hawakuwa na pingamizi, na sababu nyingine naweza kuwa ni kwamba mimi si mzaliwa wa kwanza hata kati ya wavulana katika familia ya kwetu. Hai mimi nilipozaliwa na nilipokwenda seminarini tulikuwa watano. Nilikuwa na kaka yangu aliyeitwa Modest, alafu mimi, alafu na wadogo zangu wavulana wawili. Kwa hiyo kama asiyekuwa mzaliwa wa kwanza, hata wazazi hawategemei uwe na role ya pekee katika kutunza na kuendeleza familia. Huenda ningekuwa ni mtoto wa kwanza, na hasa kama mvulana wa kwanza, labda wangekuwa na maswali, lakini kwangu kama mmoja kati ya wazaliwa hapo katikati, basi huwa naita mimi nilikuwa freelance, naweza nikafanya mambo yangu bila kupangiwa. Na kwa hiyo nilikuwa ni hivyo. Lakini pia kwa sababu nilikuwa nimeongelea juu ya kuwa Polycarp askofu na shahidi, walizoea wazo hilo toka udogo. Kwa hiyo katika kuingia seminari ilikuwa ni kama kitu kinaendelea tu walichokwisha kukipokea. Baba na mama wote walikuwa ni Wakatoliki, walibatizwa na walibatizwa wakiwa wadogo, kwa sababu wazazi wao pia walikuwa tayari ni Wakatoliki.